Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Chuo. Karibuni sana na viongozi wote wengine ambao mmeambatana katika shughuli yetu hii adhimu kabisa ya mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Karibuni sana katika viwanja vyetu hapa Bungo. Karibuni sana. Karibuni kufuatilia mubashara kabisa na mukashara mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mwaka huu wa 2009. Karibu sana Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Karibu sana hapa Bungo. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Waziri Mkuu Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda. Karibu sana chuoni kwako, karibu sana nyumbani kwako mzee wetu. Karibu sana pamoja na wageni wote. Karibuni hapa Bungo. Karibuni sana wageni wetu katika mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Tunawafurahia, tunawapenda sana wageni wetu. Karibuni sana. Chuo Kikuu Huria! Mahafali ya 37! Viongozi wetu safi! Karibuni sana. Maandamano ndio hayo. Naomba sasa kwa heshima tusimame jamani. Tusimame, makofi na vigelegele kwa uongozi wetu, kwa viongozi wetu. Makofi na vigelegele jamani kwa wageni wetu. Makofi ya kutosha kabisa. Karibuni sana viongozi wetu. Karibuni sana katika mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Karibuni sana viongozi wetu. Karibuni sana. Karibuni sana katika viwanja vyetu hapa Bungo kwa ajili ya mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Bendi yetu, asante sana bendi yetu. Asante sana. Asante sana. Chuo Kikuu Huria oye! Mahafali ya 37 oye! Asante. Kabla hatujakaa, naiomba bendi yetu ituongoze wimbo wa taifa. Karibuni brass band. Asante sana, makofi na vigelegele. Naomba tuketi sasa. Asante sana wageni wetu. Chuo Kikuu Huria oye! Rais Mstaafu Kikwete oye! Mizengo Pinda oye! Wahitimu wetu safi!
Asante sana Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa mkuu wetu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mizengo Kayanza Peter Pinda, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ndugu yetu Ndikilo, waheshimiwa viongozi, jaji mstaafu yuko hapa pamoja nasi, mawaziri wastaafu, Mheshimiwa makamu mkuu wetu wa chuo Profesa Elifasi Bisanda, manaibu makamu mkuu wa chuo, ma-VC wa vyuo mbalimbali ambao mko hapa, na wageni wote pamoja na wahitimu wetu, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Tunawakaribisha sana katika viwanja vyetu vya Bungo kwa ajili ya mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mwaka huu wa 2009. Hivyo basi, bila ya kupoteza muda, ninaomba nichukue fursa hii kumkaribisha makamu mkuu wa chuo Profesa Elifasi Bisanda ili aweze kumwalika mkuu wa chuo kuyaunda mahafali haya kuwa ni mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Profesa Bisanda, karibu. Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, mgeni rasmi Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, mwenyekiti wa baraza la chuo Profesa Mkandala, mkuu wa mkoa wa Pwani Injinia Ndikilo, viongozi, wageni waalikwa, wakufunzi wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu wote, kwa heshima na taadhima, karibuni sana. Sasa naomba nimkaribishe mkuu wa chuo aweze kufungua mahafali haya. Kwa mamlaka niliyopewa, natangaza rasmi kuwa mkusanyiko huu ni mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Baada ya kuzindua mahafali haya sasa, Mheshimiwa mkuu wa chuo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wa waziri wa elimu nafikiri hajafika, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa baraza la chuo, wanachuo wote wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu wote mliohudhuria. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu Profesa Rekaza Mkandala ili aweze kutoa hotuba yake na kuianzisha sherehe hii. Karibu Profesa. Tumshangilie Profesa Mkandala. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais mstaafu wa awamu ya 4 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Profesa Elifasi Bisanda, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani Mhandisi Evarist Ndikilo, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo,
waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge mlioko hapa leo, viongozi wote wa serikali na mashirika ya umma pamoja na wastaafu mlioko hapa, wajumbe wa baraza na seneti wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, viongozi wote wa vyuo vya elimu ya juu vya serikali na binafsi pamoja na wastaafu mliofika hapa, manaibu makamu wakuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wanajumuiya ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mwaka 2019 mliopo, wawakilishi wa vyombo vya usalama, wawakilishi wa vyombo vya habari mliopo hapa, wananchi wote mliofika leo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa niaba ya Baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, kwa heshima na taadhima tele, ninapenda kuchukua fursa hii kukukaribisha mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwenye mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria Tanzania. Lazima nikiri hapa kuwa jumuiya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania huwa inafurahi sana unapojumuika nayo kwenye matukio mbalimbali. Asante sana kwa kuitikia wito wetu. Ninajua kuwa una kazi nyingi sana, lakini kwa heshima na kuthamini mchango wa chuo kwenye maendeleo ya nchi yetu, umeweza kuwa nasi kwenye mahafali haya. Tunashukuru sana, asante sana. Ninachukua fursa hii pia kwa heshima na taadhima kumkaribisha mkuu wetu wa chuo, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu mstaafu wa awamu ya 4, kwa kuja kutunuku vyeti stahiki mbalimbali katika mahafali haya. Tunashukuru sana kwa kazi kubwa anayoifanya kwa kujitolea na umakini mkubwa kuhakikisha chuo chetu kinasonga mbele. Pia ninawakaribisha kwa mikono miwili wageni wetu wote waliofika hapa kwa siku ya leo. Tunawashukuru sana kwa kuitikia ukaribisho wetu. Karibuni sana. Mheshimiwa mkuu wa chuo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nafahamu kuwa hii ni mara yako ya kwanza kuhudhuria mahafali yetu, ingawa umewahi kuwa mhitimu wetu wa shahada ya udaktari wa heshima katika ushirikiano wa kimataifa kwenye chuo chetu. Mara kwa mara tumekuwa tukifanya mahafali mikoani, tukiitikia wito wa wakuu wa mikoa ambao ni wenye viti wa kamati za ushauri za chuo kwenye mikoa yao. Tunapofanya mahafali haya mikoani, tunakuwa tukitekeleza na kutimiza ndoto za waasisi wa chuo chetu ya kutaka elimu ya juu iliyo nafuu na yenye ubora iwafikie wananchi ambao kwa namna moja au nyingine hawakuweza kuipata kwa kupitia mfumo wa vyuo vya bweni. Mheshimiwa mgeni rasmi, mahafali haya ni ya kihistoria kwa kuwa yameangukia kwenye mwaka wa 25 tangu chuo chetu kimeanzishwa. Wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 25 hii ambayo yalifanyika Septemba 24 mwaka huu na kuhudhuriwa na makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan akiwa ndiye mgeni rasmi, chuo kilifanikiwa kuonyesha historia yake kwa maelfu ya Watanzania waliopata fursa ya kuja chuoni. Tangu kuanzisha kwake, chuo chetu kimepitia historia ndefu kidogo. Chuo Kikuu Huria cha Tanzania tangu kilianza rasmi kwa sheria ya bunge namba 17 ya mwaka 1992 na kutangazwa rasmi kwenye gazeti la serikali namba 55. Kuanzisha kwake kulikuwa ni kilele cha jitihada na shughuli mbalimbali za muda mrefu za kupiga vita adui watatu wa maendeleo, yaani ujinga, maradhi na umaskini. Mwalimu Nyerere alibainisha mapema kuwa taifa haliwezi kutegemea mfumo wa kawaida wa elimu katika vita dhidi ya ujinga na kuleta maendeleo. Mfumo wa elimu ya watu wazima ulikuwa mmojawapo wa mbinu katika vita hii. Mfumo wetu wa elimu huria na masafa nao ukaletwa kuongeza nguvu katika vita hii. Ni imani ya chuo chetu kuwa elimu huria na masafa ni mfumo bora wa elimu ya juu utakayoiwezesha Tanzania kuwa nchi ya viwanda kwa muda mfupi zaidi. Kwa kuwa miongoni mwa vigezo vya nchi kufikia hatua ya uchumi wa kati na viwanda ni ongezeko la udahili katika elimu ya juu. Ningependa kuchukua fursa hii kuipongeza serikali ya awamu ya 5 kwa kutambua na kuendelea kuupa kipaumbele mfumo wa elimu huria na masafa, mfumo endeshi wa chuo chetu, kuwa ni mfumo unaochangia kwa kiwango kikubwa ushiriki kwenye elimu ya juu.
Tunakupongeza sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuanzisha mfumo wa shule za sekondari za kata wakati wa utawala wako. Mfumo huo kwa kweli umeleta mageuzi makubwa katika upatikanaji wa elimu nchini. Kuanzia mwaka 2015, sera ya kuondoa karo na kuwawezesha watoto wote wa sekondari kusoma bure imeleta mapinduzi makubwa sana katika upatikanaji wa elimu hasa kwa watoto wa maskini. Tunampongeza sana rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa sera hii na utekelezaji wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafarijika kutaarifu kuwa baraza la chuo limeendelea vizuri kusimamia shughuli zote za chuo kama linavyotakiwa na sheria ya vyuo vikuu ya mwaka 2005 pamoja na hati idhini ya chuo ya mwaka 2007. Management ya chuo imeendelea kutoa ushirikiano mzuri na kutekeleza ipasavyo maagizo na maamuzi yote ya baraza. Wafanyakazi wote wameendelea na shughuli zao vizuri. Hali ya fedha ingawa sio nzuri sana imeendelea kuimarika na miundombinu mbalimbali imeendelea kuboreshwa. Chuo kimeendeleza mahusiano yenye tija na taasisi nyingine za elimu ya juu za ndani na nje ya nchi. Wadau wa elimu na nyanja nyingine zote tunashirikiana nao vizuri. Chuo kitaendelea kuweka msisitizo kwenye masuala ya elimu, tafiti na huduma kwa jamii kwa ajili ya maslahi ya maendeleo ya Tanzania. Katika ushirikiano wa kimataifa, chuo chetu kitaendelea kushirikiana na wale wenye malengo na hamu ya pamoja inayoendana nasi kupitia elimu ya juu iliyo bora kwa njia huria, masafa na ana kwa ana, yani blended mode of teaching and learning. Mathalan, katika kipindi hiki chuo kilipewa jukumu na muungano wa vyuo vikuu vya Afrika AAU kukisimamia chuo kikuu huria cha Lawe cha Ghana. Baraza liliongoza usimamizi wa jukumu hili ambapo sasa chuo hicho kimeweza kuhitimisha wanachuo 22 wenye fani mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio makubwa, chuo chetu kina changamoto kubwa zikiwa ni pamoja na bado tunakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha za maendeleo na wafanyakazi na hasa wanataaluma makao makuu na katika vituo vya mikoani. Hii ni pamoja na wafanyakazi mafundi wa tehama, wasaidizi wa kutubi na waendeshaji. Nchi yetu haina wanataaluma wazoefu wenye shahada za uzamivu, yani degree za PhD au postdoctorate degree katika soko huria. Hivyo juhudi za kuongeza fedha za kuwasomesha walimu pamoja na udahili katika shahada za udaktari wa falsafa juhudi ziongezwe katika vyuo vyote vyenye sifa ya kutoa shahada hizo ili kuharakisha malengo ya kitaifa na kimataifa kwa maendeleo endelevu hapa nchini na ulimwenguni. Mwisho, watu wengi nchini hawajatambua fursa na ubora wa kusoma kwa njia ya masafa na huria. Hii inakilazimu chuo kujitangaza mara kwa mara katika vyombo mbalimbali na wakati mwingine kupata vikwazo kutokana na baadhi ya viongozi waandamizi kutoelewa vema mfumo wa elimu huria na masafa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, ningependa kuchukua nafasi hii kukushukuru tena Mheshimiwa mgeni rasmi kwa utayari wako kwa kushirikiana nasi, na pia nimshukuru tena mkuu wa chuo chetu Mheshimiwa Pinda kwa ushirikiano wake mzuri sana. Ninamshukuru sana na kumpongeza makamu mkuu wa chuo chetu Profesa Elfas Tozo Bisanda na wenzake kwa kazi nzuri sana ya kukiongoza chuo chetu vizuri. Baraza linapenda kuwapongeza wanachuo wote wanaohitimu leo, wazazi, wenza wenu, ndugu, jamaa na marafiki wa wahitimu waliotoka sehemu mbalimbali hapa nchini kwetu na nchi za nje kwa kuwasaidia wahitimu wetu kufikia hatua hii na pia kwa kuja kushuhudia tukio hili la kihistoria ya mahafali ya 37 ya chuo kikuu huria. Nitumie fursa hii pia kuwatakia mafanikio wahitimu wote wanaotunukiwa vyeti, stashahada na shahada mbalimbali leo. Ni imani yangu kwamba elimu na ujuzi mlioupata tayari mnautumia na sasa mtautumia zaidi kwenye kazi zenu ili kuifanya azma ya serikali ya awamu ya 5 ya kujenga Tanzania ya uchumi wa kati na viwanda ifanikiwe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana. Tumpigie makofi ya kutosha Profesa Mkandala. Asante sana. Makamu mkuu wa chuo anaendelea. Karibu Profesa.
Ndugu mgeni rasmi, Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Profesa Rwekaza Mkandara, Mkuu wa Mkoa wa Pwani na mwenyeji wa mahafali haya Mheshimiwa Evarist Ndikiro, waheshimiwa wakuu wa mikoa mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali mliokufika hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya mlioko hapa, waheshimiwa wabunge mlioko hapa, viongozi wote wa serikali na mashirika ya umma, makamu wakuu wa vyuo vikuu na wawakilishi wao mliohudhuria, wajumbe wa Baraza la Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wajumbe wa Senate wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, viongozi kutoka sekta mbalimbali za elimu ya juu na elimu msingi, manaibu makamu wakuu wa vyuo, wageni waalikwa mliofika, wanajumuiya wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mlioko hapa, wawakilishi wa vyombo vya usalama na vyombo vya habari, viongozi na wakazi wa eneo hili, kata hii hapa Bungo, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nianze kwanza kwa kuwakaribisheni nyote katika mahafali haya ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania hapa katika viwanja hivi Bungo Kibaha. Katika historia ya chuo, leo ni siku nyingine ya muhimu sana kwetu, kwani tunafungua ukurasa mpya. Kwangu mimi binafsi pamoja na jumuiya yote ya chuo, ni ukurasa uliojaa furaha na shukrani za pekee kwa kupata heshima ya kuwa nawe mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4. Kukubali kwako kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ni uthibitisho tosha ambao serikali yako pia ukiwa madarakani iliipa kipaumbele sekta ya elimu ya juu, na hasa hii inayotolewa kwa mfumo wa elimu kwa njia ya masafa kupitia Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Napenda tena kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwakaribisheni waalikwa wote, wageni waalikwa wote, kwa kuacha shughuli zenu muhimu na kusafiri umbali mrefu kuja hapa katika viwanja hivi katika mkoa wa Pwani ili kujumuika nasi katika mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Taomba niongee haya yafuatayo kwa Kiingereza kwa manufaa ya wale ambao wako miongoni mwetu ambao inaona kama hawajapewa wakalimani wajue tunafanya nini. Among our visitors, we have our partners from Lawe Open University College of Ghana, Professor Joshua Alabi and his wife, Professor Goski Alabi. If they are here, can you please raise? Thank you. These are the founders of the first Open University in Ghana and the second Open University for the whole of West Africa by the name of Lawe Open University College of Ghana. From the authorization of the Ghanaian Accreditation Board, the Open University of Tanzania is now officially recognized by the Council of Higher Education in Ghana as the official mentor of Lawe Open University. And that all the students of Lawe have been adopted by OUT. In August this year, Lawe held its first graduation where, as was mentioned by the chairman, the first 22 candidates were awarded the degrees of Open University. 12 got a master's degree and 10 got bachelor degree. I wish to welcome our friends and colleagues, Professors Joshua and Goski Alabi, and I wish also to encourage them to see how we do graduation in this part of the world. I also wish to acknowledge the presence of Professor Isaac Sanga Kosgei,
who is the Vice Chancellor of Moi University and will be graduating today with the Bachelor of Laws, LLB, Professor Koskeli. I also want to recognize the presence of Her Excellency Teresia Samaria, the High Commissioner of the Republic of Namibia. She's here to represent one of our most famous graduates, Honorable Dr. Payaveli Mushelenga, who is the Minister for Urban and Rural Development of the Republic of Namibia, and will be conferred a Bachelor of Education degree today, being the 10th university degree on his portfolio. This is another record in academia. I think he must be the most learned graduate of Open University. I also want to recognize the presence of His Excellency High Commissioner for Nigeria. He never misses our graduation and the activities. Welcome. I also recognize the presence of the former Minister for Finance, Honorable Zakia Minji, and also the presence of the former Chief Justice, Judge Othman Chande. But with us also we have the former Vice Chancellors of the Open University, Professor Mumari and Professor Tolimbwete. And last but not least, I want to recognize the presence of His Excellency Ambassador Emmanuel Mbena, who still wears our council gown. He's still a member of Open University Council, but was recently appointed ambassador. I go back to Kiswahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, viwanja unavyoviona hapa ni eneo kubwa lenye ekari zipatazo 105 lililotolewa na halmashauri ya mji wa Kibaha miaka zaidi ya 13 au 14 iliyopita, ili viweze kutumika kwa ajili ya kujenga makao makuu mapya ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania mahali hapa. Chuo kilijitahidi kujenga majengo mawili unayoyaona kwa fedha zake za ndani, lakini kutokana na kuanguka kwa udahili miaka ya hivi karibuni haijawezekana kupata fedha za ziada ili tuendeleze ujenzi huu. Chuo kilishaandaa ramani ya matumizi ya eneo hili ambayo ni pamoja na maabara za kisasa za masomo ya sayansi, mabweni kwa ajili ya wanafunzi wakati wa mafunzo ya vitendo, vyumba vya mikutano, mabwalo ya kufanyia mitihani pamoja na jengo la utawala. Tunaamini ya kwamba serikali iliyopo madarakani sasa kwa kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itatimiza ahadi yake kujenga maabara za sayansi na hosteli ya wanachuo katika eneo hili katika muda mfupi ujao ili eneo hili liweze kutumika. Sasa naomba kwa kifupi nikupatie mafanikio ya chuo katika miaka hivi karibuni. Kwa upande wa taaluma, ninayo furaha kukuarifu kuwa chuo kimepokea ithibati mpya ya miaka 5 ijayo ambayo inaanza mwezi Juni mwaka huu na itaendelea mpaka Juni 2024. Chuo pia kimeongeza vituo vya mitihani kutoka vile vya mikoa na sasa kinaelekea wilayani. Hadi sasa chuo kina vituo vya mitihani katika zaidi ya wilaya 30 zikiwemo wilaya za Mpwapwa, Korogwe, Mwanga, Karatu, Mbulu, Masasi, Tukuyu, Kyela, Chato, Ngara, Kasulu, Kibondo, Makete, Mafinga, Mbinga, Lushoto, Karagwe, Ukerewe, Serengeti, Nzega, Urambo, Nkasi, Inyonga, Tunduru, Longido, Kiteto, Kondoa, Ludewa, Kilwa, Ifakara, Kahama, Ikwiriri na Mafia. Hivi sasa nasikia kuna mchakato unafanyika kuongeza wilaya nyingine 2 au 3 katika mwaka huu wa masomo. Chuo kimeweza pia kufungua vituo katika nchi jirani ikiwemo Kenya, Uganda, Rwanda, Namibia, Zambia, Ghana na Ethiopia kwa kushirikiana na vyuo vingine katika nchi hizo. Kutokana na harambee iliyofanyika mkoani Manyara mwaka uliopita, fedha iliyopatikana imeanza ujenzi wa bwalo la mitihani kwa wanachuo wa mkoa huo. Bado mkoa unafuatilia ahadi zilizotolewa ambapo zinahitajika kuendeleza ujenzi huu ili kazi ikamilike. Katika mwaka wa fedha uliopo sasa,
serikali ya mkoa wa Geita imetoa kiasi cha milioni 150 ili kuanza ujenzi wa kituo cha mkoa wa Geita. Hivi sasa ujenzi umeanza na tunapenda kuchukua nafasi kumpongeza mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Engineer Robert kwa kuongoza jitihada hizi. Bwana, tumpigie makofi. Chuo kimeendelea kujidhatiti kupata hati za maeneo kinayomiliki na viwanja katika miji ya mikoa ili kipate fursa za kujenga ofisi na kumbi za kufanyia mitihani pamoja na maabara za mafunzo ya vitendo. Katika siku za hivi karibuni, chuo kilipata hati ya kiwanja cha Mkolani kule Mwanza kwa usaidizi mkubwa wa karibu sana wa mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa John Mongera. Na huko Tanga, chuo kimepata kiwanja katika eneo la Pongwe pia kwa usaidizi wa mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Shigela, na taratibu za kupatiwa hati zinaendelea. Na hivi karibuni kabisa mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Mwandri aliendesha harambee kuchangisha fedha ili waanze kujenga ujenzi wa kituo cha mkoa katika mkoa wa Tabora, na mipango inafanywa ili kuandaa harambee kubwa zaidi ipatikane fedha ujenzi uanze. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi karibuni chuo chetu kilikuwa kinaadhimisha miaka 25 tangu kilipoanza kutoa elimu kwa njia ya masafa mwaka 1994. Katika sherehe hizo tulipata fursa ya kujitathmini kuwa tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Tuliona jinsi elimu masafa ilivyoleta mageuzi makubwa katika sekta yote ya elimu ya juu na kuleta mtafaruku fulani katika elimu ya juu. Mtafaruku huo ni pamoja na uwezekano kumbe wa wanafunzi kuweza kusoma na kumaliza masomo yao haraka kwa muda mfupi zaidi kuliko hivyo kawaida ya kwamba mtu anakaa darasani miaka mitatu hata kama amelala usingizi ndio anapewa degree. Elimu tunayotoa sasa inawafikia wanafunzi kwa haraka zaidi na kwa urahisi, na elimu yetu imekuwa kama mashindano ya marathon ambapo wote mnaweza kuanza pamoja, lakini kila mmoja atamaliza kwa wakati wake. Tumeona katika mahafali iliyopita ya 35 nilijaribu kufanya tathmini, nikakuta kwamba 52% ya wahitimu wote waliweza kuhitimu ndani ya miaka mitatu. 52%. Lakini walikuwepo wengine 21% ambao walihitaji miaka 4, 10% walitumia miaka 5. Lakini niwaambie hivi, wako wahitimu 30 ambao walimaliza ndani ya miaka 2. Na yuko mhitimu mmoja ambaye alitumia miaka 22. Lakini amefika. Na nilichosema ni marathon, mtu anafika kwa wakati wake, cha muhimu ni kumaliza mashindano. Tunaamini kwamba wale wenye jitihada na nidhamu wanao uwezo kumaliza masomo yao ya shahada ya kwanza ndani ya miaka mitatu sawa na vyuo vingine vya bweni. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo Kikuu cha Tanzania kinayo nafasi kubwa kuchangia katika kukuza rasilimali watu inayohitajika kwa ajili ya uchumi wa viwanda, na ili kuhakikisha lengo hili linatimizwa, chuo kimeweza kufungua maabara ya sayansi katika kituo chake cha Kinondoni. Lengo la chuo ni kuwa na maabara kubwa zenye vifaa vya kisasa katika kanda 7 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili wanachuo wasilazimike kusafiri umbali mrefu kupata sehemu za mafunzo ya vitendo. Tunatambua kuwa taasisi nyingi za umma zenye maabara ziko zaidi ukanda wa Mashariki na hasa katika mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Nia ya chuo ni kufikisha huduma hii katika kanda ya Ziwa, upande wa Tanzania Magharibi, Kusini, nyanda za juu Kusini, Kaskazini na Kati. Na tunaamini kuwa serikali itatupiga jeki ili tufanikishe lengo hili haraka, ili kuwa na jeshi kubwa la wahitimu wenye ujuzi kwa vitendo katika nyanja zote za sayansi na teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni utaratibu wa kawaida kwa vyuo vikuu huria kudahili wanafunzi wengi zaidi, hasa katika stashahada na stashahada ambao ni wale wanaojiendeleza na baadaye kupata sifa za kusomea shahada.
Chuo Kikuu Huria cha Tanzania hakina mabweni na hakifundishi ana kwa ana kama vyuo vingine, na kwa hivyo hakiwezi kushindana na vyuo vya bweni kama UDOM au University of Dar es Salaam katika kudahili wanafunzi waliohitimu kidato cha sita waliopo. Tunaamini kuwa dhana ya elimu masafa imeanza sasa kueleweka na jamii ya Watanzania, na serikali inaombwa kukiwezesha chuo kuweza kuwapa fursa Watanzania wengi zaidi, hasa wanaotoka katika familia za kimaskini ambao hawakupata sifa za kuingia vyuo vikuu kupitia mfumo rasmi, waweze kujiunga na programu zetu za awali za shahada na kuweza kuendelea na elimu ya juu. Ni dhahiri kuwa chuo hiki kinao uwezo kudahili idadi kubwa isiyo na ukomo na kuifanya nchi yetu kuwa na ongezeko kubwa la udahili katika elimu ya juu kutoka 4% ya sasa, ambayo ndicho kikwazo kikubwa cha kutekeleza azma yetu ya kuingia katika uchumi wa viwanda. Kama ilivyoripotiwa katika gazeti la Citizen la Agosti 24, 2017, Benki ya Dunia inategemea kwamba kuwepo angalau 20% ya Watanzania wenye shahada za chuo kikuu ndio tunaweza kuendesha uchumi wa viwanda. Bado tuko 4%. Asilimia hii itaweza kufikiwa haraka iwapo serikali itatoa umuhimu na usaidizi wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, ambacho peke yake kinaweza kuwadahili wanafunzi wote wanaomaliza kidato cha sita kwa sasa hivi, na bado nafasi zikawepo. Hivi ndivyo China, India, Indonesia, Brazil, Malaysia, Pakistani na nchi nyingine nyingi zinazoendelea kiviwanda sasa zilivyofanya. Hivi sasa Chuo Kikuu Huria cha China kina wanafunzi milioni 5. Sisi hawafiki hata 70,000. Kule India kila jimbo lina chuo kikuu huria, lakini pia kipo kile cha kitaifa cha Indira Gandhi ambacho kina wanafunzi milioni 3 na zaidi. Kwa nini sasa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kilichoanza kutoa masomo tangu mwaka 1994 kiwe na udahili mdogo sana ambao kama nilivyosema sasa ni 70,000, lakini walioko hai hawazidi 20,000? Hilo ni swali naliacha katika mawazo ya mgeni rasmi na wahitimu wote mlioko hapa na waheshimiwa wote. Kwa nini Tanzania bado hatujatoboa kwenye upande wa elimu huria? Mheshimiwa mgeni rasmi, mojawapo ya changamoto za Chuo Kikuu Huria pamoja na baadhi ya vyuo vikuu vya Tanzania ni uhaba wa wanataaluma, hasa katika baadhi ya fani. Kama alivyosema mwenyekiti, ndani ya miaka 4 iliyopita wanataaluma zaidi ya 60 waliondoka, aidha kwa kustaafu ama kufariki ama kuteuliwa nyadhifa nyingine serikalini ama kujiuzuru. Tatizo kubwa limekuwa kupata vibali vya ajira kujaza nafasi hizo na pia kuwapata wanataaluma wenye sifa pale vibali vilipotolewa. Na kweli siwezi kulaumu sana vibali, kwa sababu kuna mwaka tulipewa vibali vya kuajiri maprofesa, tukatangaza magazeti yote kupata profesa hata mmoja. Hawapo sokoni. Chuo kinajipanga kutumia zaidi tehama katika ufundishaji ili kukabiliana na uhaba wa rasilimali watu, lakini bado tunaiomba serikali itusaidie. La kwanza, serikali inaweza kuongeza umri wa kustaafu kwa wanataaluma wenye PhD au doctorate. Badala kuwaachia kwenye miaka 60, waache wanataaluma hao wenye doctorate waendelee mpaka miaka 70. Maprofesa wanaweza kuendelea kufanya kazi hata baada ya miaka 70 kama ilivyo nchini Nigeria, ambao wao profesa akifikia miaka 70 anabadilishwa na kuwa profesa emeritus na anaendelea kufanya kazi kwa jinsi anavyotaka mwenyewe, akipokea mshahara wake wa profesa hadi siku yake ya kufa. Ndio maana huoni maprofesa wa Kinigeria wakija huku zagaa kutafuta kazi. Wakistaafu wanabaki kule kule. Sisi wa kwetu wanaishia kusini, Botswana, wapi bio binafsi wanaenda huko. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nikupe taarifa fupi tu kuhusu udahili wetu mwaka huu. Mwaka huu masomo ambao tumeanza Novemba, jumla ya wanafunzi wapya wapatao 5882 wamedahiliwa katika kozi mbalimbali.
kwa ajili ya masomo ya mwaka mpya wa masomo ulianza Oktoba, na kati yao 2428 ni wa shahada ya kwanza, 3181 ni wa stashahada na 273 ni wa stashahada au certificate. Udahili bado unaendelea, tumeruhusiwa kufanya udahili kwa awamu 3, kwa bado tunaendelea kufanya udahili mpaka Julai wakati tunapomaliza mwaka wa masomo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mahafali haya ya 37 tunao wahitimu wapatao 4037, wanawake wakiwa ni 1690 au asilimia karibu 42, ambao watatunukiwa stashahada, shahada za kwanza, shahada za uzamili na shahada za uzamivu. Mahafali hii pia inajumuisha wahitimu kutoka mikoa yote ya Tanzania bara, visiwani, visiwa vya Pemba na visiwa vya Unguja. Na pia tunao wahitimu wapatao 31 kutoka nchi za nje, ikiwemo wale wanaotoka Kenya, Namibia, Rwanda, Ujerumani, Congo DRC, Nigeria, Burundi, Niger, Uganda, Ethiopia na Swaziland. Wahitimu 33 wakiwemo wanawake 8 watatunukiwa shahada za uzamivu, yani Doctor of Philosophy. Wahitimu 444 wakiwemo wanawake 169 watatunukiwa shahada mbalimbali za uzamili, masters degrees. Wahitimu 45 wakiwemo wanawake 15 watatunukiwa stashahada za uzamili au postgraduate diploma. Wahitimu 1853 wakiwemo wanawake 789 watatunukiwa shahada za kwanza, yani bachelors, na wahitimu 463 wakiwemo wanawake 171 watapata stashahada au diploma, na mwisho wahitimu 1199 wakiwemo wanawake 538 watatunukiwa vyeti mbalimbali au stashahada. Napenda kwa namna pekee kuwatambua wahitimu 1087 ambao walihitimu programu mpya ya foundation. Tuwapigie makofi. Hii ni programu ambayo kwa muda ilikuwa imezuiliwa, lakini baadaye imeruhusiwa tena kuendelea na inatolewa kwenye ngazi ya NTA level 6, na hii inampa nafasi anayefaulu fursa ya kujiunga na taasisi yoyote ya elimu ya juu kwa ajili ya masomo ya shahada. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi mahafali ya 36 ambayo ilifanyikia kule Ghana, idadi ya wahitimu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa ujumla ni 1043,031. Lakini baada ya mahafali ya leo, idadi hii itafikia 47,068. Hii si idadi ndogo na inadhihirisha mchango mkubwa ambao chuo hiki kimetoa katika kukuza rasilimali watu katika nchi yetu, hasa maeneo ya vijijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mahafali ya leo wapo watu kadhaa mashuhuri ambao watatunukiwa shahada mbalimbali. Naomba niweze kutaja majina ya wachache ambao nimeweza kuwatambua katika mkusanyiko huu. Wapo wa kwanza ni Mheshimiwa Mary Machuche Mwanjerwa ambaye ni waziri waziri wa nchi katika ofisi ya Rais akisimamia utumishi wa umma na utawala bora. Yeye atatunukiwa shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy. Tupige makofi. Tunaye pia kamishna wa magereza Mwakahesia Uswege Asobenie, yeye atapata shahada ya uzamivu pia, PhD. Yupo kamishna wa polisi Musa Ali, anapata pia shahada ya uzamivu, PhD. Tunaye SSP Nchimbi Hamza, yeye ni mratibu mwandamizi wa polisi, atatunukiwa shahada ya uzamili katika sheria. Mheshimiwa Catherine Magige, mbunge ya viti maalum CCM mkoa wa Arusha, yeye anapata shahada katika mawasiliano ya umma. Mheshimiwa Ayub Mohamed Mahmud ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kusini Magharibi kule Zanzibar, yeye atatunukiwa shahada ya uzamili katika uongozi wa biashara. Tunaye Luteni Kanali Stanislaus Mashaka, anapata shahada ya uzamili katika uhusiano wa kimataifa na maendeleo. Yupo Meja Joyce Mwaikofu, anapata shahada ya uzamili katika sheria. Yuko Meja Mwandri, anapata shahada ya sheria. Lakini pia kutoka nchi za nje, from outside the country,
As I mentioned already, Dr. Mshelenga Samuel Abraham Peyabali is going to be conferred a degree in Bachelor of Education, being his 10th degree, as I said earlier. And then, of course, we have Professor Isaac Sanga Kosgei, who is the Vice Chancellor of Moi University. He will also be conferred a Bachelor of Laws. We have also Mr. Sumana Hakidu, who is a Senior Officer in the Ministry of Education in Niger. He is going to be conferred a Master of Education in Curriculum Design and Development. Among the graduates today, we also have some academic staff from various universities who will be conferred doctorate degrees. And this, has, again, signifies how our universities recognized and well placed in other countries. Among them, I've been able to recognize a few. We have Makalo Maimuna Ahmed, this together with Muhammad Rukaila Walif. They are lecturers from State University of Zanzibar. They get PhDs. Then there's Caroline Akinya Atieno from Nairobi University. We have Jangena Kenneth Onsante and Benedicto Nkoba Ongeri, also from universities in Kenya. We have Joshua Matiku from Mwalimu Nyerere Institute in Kibukoni. We have also Oswald Rudahingwa from Unilag University in Rwanda. And Stella Shija Mabondo, she's actually a former lecturer at Open University, working somewhere else, I think, in the State House. I'm sure there are some others that I have not recognized. I wish to congratulate all those who have achieved the highest award of the university, the degree of philosophy, the doctor of philosophy. Miongoni mwa wahitimu wa leo pia napenda nitambue uwepo wa walemavu watatu ambao watatunukiwa shahada mbalimbali. Yupo Rosemary Choma ambaye anapata shahada ya uzamili katika usimamizi wa miradi. Rosemary, kama yupo ainue mkono. Okay, yule pale. Lakini pia yuko Mashauri Mfinanga ambaye naye anapata shahada ya uzamili katika elimu. Mashauri. Okay. Na tunaye Miss Flora Baso ambaye anapata shahada katika ustawi wa jamii. Tunawatambua hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya pekee pia naomba nimshukuru mkuu wa chuo chetu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda ambaye ni waziri mkuu mstaafu, na furahi kwamba mlikuwa wote pamoja wakati wa awamu yenu, kwa kuwa karibu sana na chuo hiki. Mtu mwingine anaweza kufikiri kwamba yeye labda ndiye vice chancellor, mbele ni chancellor, kwa sababu anafuatilia mambo yote tunayofanya. Lakini anafanya hivyo kwa weledi kwa sababu ya usaidizi wa karibu wa mwenyekiti wa baraza Profesa Lekaza Mkandala, ambaye of course kabla hapa alikuwa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo anajua taratibu zote za vyuo vikuu. Nafikiri katika vice chancellor waliopo, mimi sina mahali pa kufurukuta, kwa sababu bosi wangu anajua ninachotakiwa kufanya, lakini pia inafanya kazi yangu inakuwa rahisi. Hata maamuzi ya baraza yanakuwa ni rahisi sana. Napenda pia nishukuru Wizara ya Elimu kwa kuendelea kusupport chuo chetu kwa njia mbalimbali, kupitia hasa vyombo vyake vya udhibiti wa ubora TCU, Tume ya Vyuo Vikuu, na baraza linalosimamia elimu na mafunzo ya ufundi yani NACTE. Hawa wamekuwa msaada mkubwa kwetu katika kusimamia udhibiti wa ubora na kupitisha mitaala mbalimbali ambayo tumepeleka kwao. Ninaahidi kuendelea kushirikiana na vyombo hivi ili kuhakikisha kuwa ubora wa elimu tunayoitoa ni wa juu na unakubalika si Tanzania peke yake, bali katika dunia yote ya kimataifa. Mwisho, niwashukuru wakuu wa mikoa, hususan mkoa wa Mwanza, mkoa wa Manyara, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Geita, mkoa wa Singida, mkoa wa Mara, mkoa wa Njombe, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Tabora na hata mkoa wa Pwani. Manake bila mkoa wa Pwani hapa tusingekuwepo hapa. Mkoa wa Pwani Mheshimiwa Ndikiro
tulikuwa tunaongea sasa hivi, akasema hii ni mara yake ya 5 wanahudhuria mahafali ya Open University. Na mimi kama Vice Chancellor, mimi hii ni mahafali yangu ya 5. Kwa hiyo unaona kwamba tujaachana. Goma draw. Lakini wakuu wa mikoa wengine niliowataja wamekuwa mbele sana katika kusaidia kupata maeneo ya kufanyia shughuli zetu, viwanja, kuchangisha pesa kwa ajili ya ujenzi kama nilivyoeleza hapo mapema, na mambo mengine hasa yale ya kuhakikisha kwamba chuo kinaendeshwa vizuri, kinatangazwa vizuri katika mikoa yao. Ninachukua nafasi kuwapongeza wahitimu wote wa mahafali ya leo. Ninaamini kuwa sasa mko tayari kujiunga na Watanzania wenzenu kulijenga taifa letu na kutumia maarifa mliyopata kutoka katika chuo chetu kuendeleza taifa letu. Taifa linasubiri kuona ni kwa jinsi gani mtatumia elimu mliyopokea hapa kuibadilisha jamii na kuiletea maendeleo ya kiuchumi. Kama hilo halitotokea, basi elimu yenu ni bure au ni elimu hewa. Kwa mara nyingine, kwa niaba ya uongozi wa chuo, ninawatakieni kila laheri huko mnakoenda, na ninawakaribisheni tena mrudi kusomea shahada za juu kama bado kuna nafasi, kwa ajili ya maendeleo yenu binafsi na maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maelezo haya ambayo sidhani kama ni mafupi, naomba sasa nimkaribishe mkuu wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Mhandisi Evarist Ndikiro, ili naye atoe nasaha zake fupi, na kisha akukaribishe mgeni rasmi kuweza kutoa nasaha zako kwa mkusanyiko huu. Asanteni sana. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu na mkuu wa Chuo Kikuu Huria Tanzania, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo Mhandisi Profesa Mkandara, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu Huria Profesa Elifasi Bisanda, wageni waalikwa wote kutoka ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania, wanachuo wote mliopo hapa, wahitimu wote ambao leo ndio mahafali yenu 37, ndugu zangu wabunge mliopo hapa, viongozi wa stafu wote, viongozi wenzangu kwa ngazi ya mkoa na wale wa wilaya, ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Pwani na hususan kutoka hapa Bungo, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mgeni rasmi, nianze kwanza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametubariki na kutujalia kufika hapa leo kwenye hii mahafali ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kwa niaba ya serikali ya mkoa na kwa niaba yangu mimi mwenyewe binafsi, naomba ukaribishe sana wewe mwenyewe, lakini pia nawakaribishe wageni wote waliotoka nje ya mkoa wetu wa Pwani, lakini na wale waliotoka nje ya nchi yetu. Tunasema karibuni sana. Ndugu rasmi, mkoa wetu wa Pwani tunafaidika sana na uwepo wa chuo kikuu hiki Huria hapa Bungo Kibaha. Nawapongeza sana Open University kwa kweli kwa kufungua vituo viwili katika wilaya zetu za mkoa wa Pwani, na nimewaambia pia wako mbioni kufungua kituo kingine cha 3 katika eneo la Bagamoyo. Kwa hiyo basi, pamoja na jiografia ngumu kwa mfano ya wilaya ya Mafia, bado Open University wamefungua kituo katika wilaya hiyo. Nichukue fursa hii kwa kweli kwa niaba ya serikali ya mkoa kuwapongeza sana Open University kwa kuwapa fursa wananchi wa Mafia wale wenye nia ya kujiendeleza kitaaluma ili waweze kufanya hivyo. Lakini pia pamoja na jiografia ngumu ya Mafia, nichukue fursa hii kuwatoa wasiwasi sana wananchi wa wilaya ya Mafia kwamba serikali ya awamu ya 5 imetenga takriban bilioni 5.3 ambapo mpaka hivi sasa tunazungumza inajengwa meli mpya pale Kigamboni ili kuweza kuhudumia wananchi wa Mafia na wale wengine ambao watapenda kujiendeleza kitaaluma, kwamba watapata fursa ya kuja hapa bila wasiwasi wote. Meli hiyo ikifika mwezi wa pili mwaka kesho itakuwa tayari na itakuwa inahudumia kati ya Mafia na Kwetu Bara. Lakini sio hivyo tu, lakini kwa wale ambao pengine wanapenda kwa usafiri wa kutumia ndege, TCL nayo pia itaanza kwenda Mafia mapema mwaka kesho,
Kwa maana hiyo basi hata usafiri kwa wale wanataaluma ambao watapenda kuwa wanafanya mawasiliano na makao makuu ya hapa Open University, kwa hiyo watapenda kufanya hivyo. Kwa hiyo basi pamoja na kuwa na kituo kule Mafia, lakini basi hata shughuli za usafiri nazo kuanzia mwaka kesho zitakuwa zimeboreka sana. Kwa hatua hizi basi italeta nafuu sana kwa wananchi wote, lakini hususan wale ambao wanataka pia kujiendeleza kitaaluma kutoka Mafia. Ndugu rasmi, nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Pwani, hasa wale ambao wana sifa ya kusoma Open University, kwa sababu inashangaza sana kuona kwamba watu toka nje ya mkoa wetu wengi zaidi ndio wanachangamkia fursa hii ya masomo, wakati sisi wenyewe ndani ya mkoa pengine hatuchangamkii sana fursa hiyo, tumetulia. Kwa maana hiyo basi chukua fursa hii kuwaomba sana, hasa waajiri, kwanza waajiri kwa maana ya wakurugenzi wa halmashauri za wilaya na miji, lakini pia hasa maafisa utumishi, kwa sababu kwa namna moja au nyingine nimekuwa nikilalamikiwa sana na watumishi kwenye halmashauri kwamba wale wanaopenda kujiendeleza mara nyingi hawapewi nafasi kufanya hivyo. Mara nyingi mabosi hawa wanawakatalia kuwapa nafasi ya kuja kujiunga na Open University. Sasa hiyo kwa namna moja au nyingine inawakatisha tamaa sana. Hata wale wengine ambao kwa mfano wana uwezo wa kujisomesha wao wenyewe, bado inakuwa ni changamoto kubwa sana kupewa nafasi ya kuja kujiunga na masomo ya Open University. Ndio maana basi takwimu ambazo amesema hapa Profesa Nisibisanda pengine zinakuwa kidogo, baadhi ya waajiri basi hawako tayari kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo niwaombe sana hasa wakurugenzi kutoka mkoa wetu wa Pwani, kwa wale waajiri wao ambao wanataka kujiendeleza kimasomo, ni jukumu lao kwa kweli kufanya hivyo. Lakini sio hivyo tu, niziombe pia taasisi zote ambazo ziko mkoani kwetu Pwani, somesheni watumishi wenu Open University kwa wale wanaopenda kufanya hivyo. Lakini mwisho niwaombe pia wawekezaji wa viwanda mkoani kwetu Pwani, wengi pia wana watumishi wengi ambao wanapenda kujiendeleza kupitia masomo ya Open University of Tanzania. Mimi na imani kwamba wawekezaji hawa kwa kufanya hivyo watakuwa pia wanatekeleza kitu kinachoitwa corporate social responsibility. Ndugu rasmi, kumekuwa kuna changamoto ambazo katika mahafali ya mwaka jana zilitolewa na Profesa Bisanda wakati anatoa salamu zake. Moja ilikuwa ni changamoto ya barabara kutoka ile Morogoro Road kuja hapa Bungu, ambayo ni takriban kilomita 9. Ndugu rasmi, nichukue fursa hii kuhakikisha kwamba serikali ya mkoa hata kupitia bodi ya barabara ya mkoa ambayo mimi ni mwenyekiti wake, tayari tumeanza ujenzi wa barabara hii. Hivi nazungumza tayari bajeti ya mwaka 2019 2020 tumeanza ujenzi wa kilomita 2.5. Kwa mainjinia wanasema tutafanya heavy grading, so fedha hiyo ipo. Lakini pia tutaweka changarawe mita za ujazo kama 180 kwenye eneo hilo, lakini pia tuko mbioni kuwa na ujenzi wa mitaro kama mita 200 kwenye eneo hilo, na pia tutaweka kifusi kama mita za ujazo 180. Kwa hiyo maeneo yote yale tutasafisha mitaro na maji na mitaro ya maji na makaravati, ili basi barabara hii isiwe na mtelezo yote. Lakini lengo kabisa la bodi ya barabara ya mkoa ni kuhakikisha kwamba barabara hii inajengwa kwa kiwango cha lami. Na kwa mwaka kesho kupitia bodi ya barabara tumejipanga kwamba watu wa TARURA ambao ndio wanahusika sana na hii barabara waweze kuanza kujenga taratibu kwa kiwango cha lami, kwa sababu hii barabara ni muhimu sana. Sio kwamba itaishia hapa Bungu, lakini itaelekea mpaka maeneo ya Soga ambapo pia kuna uwekezaji mkubwa. Lakini sio hivyo tu, tayari kuna hii ujenzi wa hizi barabara ya njia 8 ambayo mipango iliyopo ni kwamba inatarajia kufika kwenye eneo hili la kwa Matias. Kumbe basi mawasiliano kati ya Dar es Salaam na mkoa wetu wa Pwani mpaka hapa kwa Matias itajengwa kwa njia 8. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi nishukuru fursa hii kwa kweli kuwapongeza sana wahitimu wote kwa shahada mbalimbali ambao watahitimu leo. Sisi kama mkoa tunawakaribisheni sana ili tuje tushirikiane nao katika masuala mbalimbali. Tuna ujenzi wa viwanda katika mkoa wetu wa Pwani. Kwa hiyo kwa wale wote ambao pengine wanapenda kuja kuwekeza katika ujasiriamali,
sio tu viwanda vikubwa vya kacha, lakini hata viwanda vidogo vidogo. Katika mkoa wetu wa Pwani tuna ardhi, kwa hiyo wote ambao pengine wapenda pia kutumia taaluma yao au hata ujasiriamali, basi sisi tuko tayari kama mkoa ili kuweza kufanya hilo. Lakini mwisho kabisa nichukue fursa hii kuwaomba sana wananchi wenzangu, hasa tunaokaa maeneo ya Bungo. Nimeanza kupewa taarifa kwamba kuna baadhi yenu wananyemelea ardhi hii kwa kuona kwamba Open University wana ardhi kubwa. Kwa maana hiyo basi pengine wanafika kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa kuona kwamba pengine wapewe kidogo katika eneo hilo. Mmemsikia hapa Profesa Bisanda anasema eneo hili kwanza halitoshi. Kwa hiyo lakini kuna miundombinu mingi tu ambayo inatarajiwa kujengwa katika eneo hili. Niwaombe sana wananchi wa Bungo, wananchi wa Kibaha, eneo hili hakuna ardhi. Kwa hiyo tusiingie katika matatizo ya kuweza kuvamia ardhi hii, kwa sababu mtafurumushwa tu, hamtapewa nafasi ya kuweza kuchukua ardhi hata kidogo. Ardhi hii yote ina matumizi na matumizi bado ni makubwa, kwa sababu Open University bado inahitajika sana katika serikali yetu. Mwisho basi niwatakie kila la heri katika shughuli mbalimbali zote, wahitimu wote ambao mna graduate leo, na sisi kama mkoa tunawakaribisheni sana, tuko tayari kushirikiana na nyinyi. Na halafu pia hata serikali yetu ya mkoa itaendelea kutoa ushirikiano wa dhati kabisa kwa Open University, hasa kupitia kwako Profesa Bisanda. Basi baada ya salamu hizo fupi kutoka mkoa wa Pwani, kwa heshima kubwa nichukue fursa hii kukaribisha sana mgeni rasmi ili uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana mheshimiwa rasmi. Tumpigie makofi ya kutosha Mheshimiwa Ndikilo, hotuba yake nzuri sana. Na sasa Mheshimiwa Ndikilo amemkaribisha mgeni wetu. Mahafali ya 37 safi. Asanteni sana, naomba tukae. Ndugu mkuu wa chuo, Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Kayanza Peter Pinda, mtoto wa mkulima, mkuu wa mkoa wa Pwani na mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya chuo mkoani hapa, Mhandisi Evarist Ndikilo, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu huria cha Tanzania Profesa Wekaza Mkandala, makamu mkuu wa chuo kikuu huria Profesa Elifas Bisanda, wajumbe wa baraza la Senate la baraza la chuo na Senate, manaibu makamu wa mkuu wa chuo kikuu huria, waheshimiwa mabalozi, wageni waalikwa wenzangu, wanajumuiya ya chuo kikuu huria, wahitimu, mabibi na mabwana. Ni furaha kubwa sana kwangu kujumuika nanyi siku ya leo kwenye mahafali ya 37 ya chuo kikuu huria cha Tanzania hapa Bungo Kibaha. Nakushukuru sana mkuu wa chuo kwa kunialika na kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Natoa pongezi nyingi kwa maandalizi mazuri ya sherehe hii. Hakika mambo yamefana sana, na kwa sisi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho mimi ni mkuu wake, kuna mambo ya kuiga kutoka kwenu. Pamoja na ugeni wangu hapa Bungo, lakini mimi si mgeni katika chuo kikuu huria. Mwaka wa majuzi nilipewa heshima ya kutunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa. Nilijisikia vizuri kwamba chuo maarufu kama hiki
nimetambua kwamba na mimi kumbe naweza kutoa mchango. Nimetoa mchango unaotambulika katika mahusiano ya kimataifa. Kwa nini bwana usifarijike na ukashukuru? Kwa mitarafu hiyo, mimi ni mwanafamilia, ni mwanajumuiya wa chuo hiki. Ni jambo la faraja na furaha kubwa kwangu kujumuika na wanafamilia wenzangu katika siku ya leo. Ndio sababu nilipopata mwaliko kutoka kwa mkuu wa chuo kuja kwenye mahafali haya, sikusita kukubali, ingawaje notice haikuwa ndefu sana. Sasa Mzee Pinda anakutafuta, anatafutia nini? Nilishamwambia mimi kule anakufuga nyuki siwezi kwenda. Huyu mzee anafuga nyuki kule Dodoma, basi kila siku ananialika, njoo utembelee. Nikamwambia nyuki wako wanakujua wewe, mimi hawanijui. Mimi hawanijui bwana, nakuja kuniuma. Ndugu mkuu wa chuo, napenda nichukue nafasi hii kukupongeza sana wewe binafsi kwa kazi kubwa na nzuri unayofanya, unayoendelea kufanya ya kukiongoza chuo hiki. Unakiongoza vizuri. Chini ya uongozi wako thabiti, chuo hiki kimeendelea kukua na kutanuka kwa idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa, kwa fani zinazofundishwa na kwa mtandao wa matawi nchini. Nimefarijika sana kusikia kuwa katika mahafali haya ya 37 wanafunzi 3900 watahitimu na kupata shahada za uzamivu, uzamili, shahada ya kwanza, stashahada na vyeti mbalimbali. Idadi hii ya wahitimu ni mafanikio ya kujivunia, hasa ukilinganisha na kule chuo kilikotoka. Mwaka 1999, miaka 20 iliyopita, wahitimu walikuwa 8. Kwa leo kufikia 3900, jamani, ni mafanikio yanayostahili kuongezwa. Hongereni sana. Hebu tuongeze makofi basi. Kama mama vigelegele havitoshi. Safi. Kwa nimefurahi kusikia kuwa sasa mnafikiria kujikita katika fani za sayansi na teknolojia. Napenda kutumia nafasi hii kuwatia shime, msirudi nyuma katika uamuzi wenu huu. Ni uamuzi ulio sahihi, tena uamuzi ulio sahihi sana. Unajua, maendeleo tunayoyazungumza yanaletwa na wanasayansi. Naposema hivyo, sisemi kwamba sisi kwa lugha ya zamani kama wini kwamba hatuna mchango wa maana. Hapana, mimi mchumi, Chande mwanasheria, na sisi tuna mchango wetu katika jamii, lakini yale yatakayoleta mabadiliko ya watu yakaonekana ni kazi ya wanasayansi. Ndio watakaojenga madaraja, watakaojenga barabara, watakaojenga nyumba, watakaowatibu watu mahospitalini, watakaoendeleza kilimo, watakaoendeleza ufugaji, ni wanasayansi. Kwa nchi kama haiwekezi kwenye maendeleo ya sayansi, inadumaa. Ukawa na nchi tu na political scientist, ukawa na nchi wamejaa wanasheria tu, sitakuwa kila siku ni kesi tu. Ukawa na nchi ambayo wamejaa wachumi tu, kila siku ni kusema ukifanya hivi, ukifanya vile.
na kama kila kitu kitaenda sawa sawa, maana tunatumia ceteris paribus, uchumi unakuwa. Wote tuna mchango muhimu lakini maendeleo, hasa mkitaka kuleta mabadiliko yakaonekana, ni lazima tuwekeze kwenye maendeleo ya sayansi. Kwa hiyo mimi nimefurahi kusikia hivyo. Napenda kuwatia moyo kwamba hilo jambo muendelee nalo, msirudi nyuma. Ni uamuzi sahihi, hasa katika kipindi hiki ambacho serikali ya CCM chini ya uongozi wa Dr. John Joseph Pombe Magufuli imedhamiria kujenga uchumi wa viwanda hapa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya safari yetu ya kuipeleka nchi yetu kuwa uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Kwa wale wasiojua historia, mwaka 2000 wakati wa uongozi wa Mzee Mkapa ndipo ilipobuniwa dira ya maendeleo ya mwaka 2025. Katika dira ile ndipo limewekwa hilo lengo kwamba ifikapo mwaka 2025 Tanzania iwe ni nchi ya uchumi wa kati na pato la wastani la Watanzania liwe dola 3,000. Mzee Mkapa ameanza nalo. Mimi nilichokifanya nikafanya tathmini, nikaunda tume ya mipango. Kazi ya kwanza niliyowaagiza, fanyeni tathmini ya dira ya maendeleo, tuko wapi? Halafu sasa tutengeneze utaratibu wa uhakika wa utekelezaji. Kazi ile ilipomalizika, ndipo tukatengeneza mpango wa muda mrefu, long term perspective plan, wa miaka 15 kwa namna ya kufikia 2025 tukiwa uchumi wa kati. Tukagawa mpango ule kwenye miaka mitatu. Mpango wa kwanza ulioanza 2011 mpaka 2016 ulikuwa kwa lugha ya Kiingereza, shabaha yake unleashing the growth potential of Tanzania, kuweka misingi ya kuwezesha uchumi wa Tanzania kukua. Mpango wa pili ulioanza 2016 mpaka 2021 ni kujenga uchumi wa viwanda Tanzania, ambao ndio unaoendelea sasa. Na mpango wa tatu wa 2021 kwenda 2025-26 enhancing Tanzania's competitiveness in the regional and the global marketplace. Kwa hiyo ni dira hiyo, ni kazi iliyoanza na Mzee Mkapa, nimeiendeleza kuipa mwelekeo maalum, na sasa inaendelea kwa nguvu sana chini ya uongozi wa rais wetu wa awamu ya 5. Tuendelee kumuunga mkono, na moja ya kuunga mkono ni kupata wataalamu wa kutosha kwenye fani ya sayansi. Viwanda vile ni wanasayansi. Kwa hiyo mkiwekeza kwenye eneo hilo, nawashukuru sana, nawapongeza sana. Ndugu kwa chuo kikuu huria, tofauti na vyuo vikuu vingine nchini, kilianzishwa kwa dhamira na dhima maalum. Lengo la kuanzishwa kwake haikuwa ni kutoa tu elimu ya juu, bali elimu ya juu kwa wale wenye nia ya kujiendeleza wakiwa kazini au wakiwa wanafanya shughuli zao nyingine katika mazingira ambayo hayawaruhusu kutumia muda wao wote chuoni. Ni kwa msingi huo mfumo wa udahili wa chuo hiki na tuzo zake umezingatia uhalisia na mahitaji hayo, ili kuwawezesha wanaojiunga kusoma
bila kuathiri ajira au shughuli zao nyingine za kuwatafutia au kujipatia riziki. Nafarijika kuona kuwa chuo hiki hakijachepuka. Maana siku hizi neno hilo lina maana nyingi. Nimezungumzia chuo hakijachepuka, sio mchepuko. Chuo hakijachepuka kutoka katika dhamira na dhima yake hiyo, pamoja na kuwepo kwa vishawishi vingi. Chuo Kikuu Huria kimebaki kuwa kimbilio la Watanzania wenye nia ya kujiendeleza na sehemu na elimu ya juu, na hata watu wengine walioko nje ya nchi yetu. Umesikia na matawi Kenya, kuna presence Rwanda, mnalea chuo gani? Mambo mazuri. Nasema hivyo kwa kutambua kuwa hiki ndicho chuo kikuu huria pekee katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Niwaombe muendelee kufanya kazi hiyo kwa mafanikio. Msitetereke wala msishawishike kuacha dhima yenu hiyo ya kipekee. Soko lenu bado kubwa sana. Hamna mshindani hapa Afrika ya Mashariki. Lakini hata kama wakitokea, kuna fursa kwa kila mmoja wenu. Afrika Mashariki hii sisi tuko milioni 56. Kenya nadhani wako milioni 47. Uganda wako milioni 30 na ngapi? Rwanda, Burundi kuchanganya kwa pamoja inaweza kufikia milioni 15, 20. 56 na 47 na 30 na 20, kwa karibu 200 na ushei. Watu milioni 200 na ushei, chuo kimoja tu hakitoshi. Kwa hata kingine kikianzishwa nchi nyingine yoyote ile, bado hakuna ushindani. There's going to be enough for everybody. Ushauri wangu ni kuwafikirieni kujitanua, kuvutia zaidi wanafunzi wengi hapa nchini na nchi jirani, au hata mbali ya nchi jirani. Lakini pia angalieni uwezekano wa kushirikiana na vyuo vikuu vya nje vya namna hii ambavyo vimeshajenga uzoefu na wa miaka mingi. Na hapa ninafikiria Chuo Kikuu Huria cha Afrika ya Kusini, UNISA, ambacho kimekuwepo kwa muda wa miaka 145. Kina wanafunzi 400,000. Kinatoa wahitimu wa fani mbalimbali 50,000 kwa mwaka. Sisi leo tumefikia 3,900, tunashangilia kweli. Wenzetu tunatoa 50,000. Chuo hiki kina wanafunzi katika nchi 130 duniani. Ndio maana nasema kwamba tukijenga msingi mzuri na chuo chetu kikatambulika kote duniani kwamba ukitaka distant learning jiunge na Open University of Tanzania, tutapata wanafunzi wengi kote duniani. Hiki cha Afrika Kusini kina wanafunzi kutoka katika nchi 130. Sisi tuko kwenye nchi 3. We can go beyond the 3 countries. We can take the whole, we can go beyond the African continent. We can go beyond the world. So tena beyond the world. We can go globally. Maana ukienda beyond the world tena unakwenda Mars. Huko hatuna hakika kama bado watu wapo kweli huko. Kwa chuo hiki kinaweza kunufaika
na hata kinaweza kufika kiwango ambacho chuo hiki kimefikia. Mafanikio mliofikia sasa tokea chuo hiki kianze, ambayo makamu mkuu wa chuo ameeleza kwa ufasaha zaidi, yananifanya niamini kuwa tunaweza kabisa kufikia pale ambapo UNISA imefikia hivi sasa. Marehemu John F. Kennedy aliwahi kusema, examples of great men create men of the same caliber, kwamba mifano ya watu mashuhuri inatengeneza watu wa kiwango hicho hicho au hata kuzidi. Na kwa hiyo hii mfano kama UNISA inaweza kabisa kuwafikisha pale walipofikia wao na hata tukazidi. Kwa wahitimu nawapongeza sana. Lakini kabla ya wahitimu, niseme tu kwamba sisi Afrika lazima tutafute kila njia ya kuongeza fursa ya watu kupata elimu. Bado tuko nyuma sana. Mimi ni mjumbe wa tume moja ya kimataifa kuhusu elimu, the National Commission on Financing Global Education Opportunity. Mwenyekiti wetu Gordon Brown. Katika kazi imefanyika kwenye tume ile, miongoni mwa mambo ambayo yamebainika ama tumebaini ni kwamba nchi zinazoendelea zina changamoto kubwa, ziko nyuma sana katika maendeleo ya elimu. Na Afrika ndio imeshikamkia kwenye huku kwa nyuma. Duniani kuna watoto na vijana wa umri wa kwenda shule wapatao 263 milioni ambao hawako darasani. Kati ya hao milioni 100 wako Afrika. Katika sayari hii yenye mabara 5, wanafunzi wa vijana 263 hawako darasani, wako nje ya shule. Kati ya hao wakiwa milioni 100 wanatoka kwenye bara moja tu, Afrika. Inaeleza kiasi gani tuko nyuma. Kati ya wale walioko shule, nachukua mfano wa elimu ya msingi, wanaomaliza ni 67%. 63% hawafiki mwisho. Sio 3%, 63% hawafiki mwisho. Na hili si jambo la kuzua. Hata hapa nchini nilipokuwa rais, ukizunguka mikoani kule, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa hodari sana kukuambia kwamba uandikishaji umefikia 110%. Kwanza ukifikia 110%, maana yake idadi halisi ya kuandikishwa ulikuwa huijui. It can't be a compliment. Kwa sababu wapo zaidi ya hao. Hata kama unasema 110 kwamba umejipa lengo dogo ili upate sifa. Lakini hao tuache kwamba wamefikia 110%. Mimi huwa nauliza swali. Sasa okay fine. Thank you. Congratulations.
You've done well. Ombi langu mimi kwenu, kwako, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, hebu niambie, hawa waliomaliza darasa la 7 mwaka huu, walipoanza darasa la kwanza walikuwa wangapi? Na waliomaliza ni wangapi? Hapo ndipo unapokuja kugundua kwamba bwana, ile kitu inaitwa mdondoko, maana Kiswahili na Kiingereza drop out. Lakini neno Kiingereza Kiswahili imeandikwa mdondoko. Maana mdondoko anadondoka kutoka juu. Sasa Kiswahili pale nadhani lazima muende BAKITA watafute neno zuri. Haiwezi kuwa mdondoko. Drop out maana yake mdondoko. Wale ambao hawakufika mwisho ni wengi sana. Kwa mkoa kama ufanye fanya. Kuwatembelea hawa waambie. Si mwaka wameshafanya mtihani darasa la 7. Waambie wote wakuletee taarifa kwamba walipoanza darasa la 7 la kwanza walikuwa wangapi. You will be shocked. Nilikwenda Tunduru wakati ule, nadhani Nali alikuwa mkuu wa wilaya pale Tunduru. Nilimuuliza hilo swali. Wakamuuliza afisa elimu. Afisa elimu akaniambia walianza 7,500, waliomaliza walikuwa 4,000, which means 3,500. Nilikwenda Geita. Ukiuliza maswali, those are the shocking numbers. Wala hizi takwimu zikisema hivi msani kwamba zinasimuliwa takwimu ambazo ni za kimataifa, lakini hata ukizilinganisha kwenye uhusiano wetu halisi, mazingira yetu halisi, ndio hivyo kwamba wengi hawamalizi. Na 33% si kidogo. Wakiwa 3%, that's fine. Sasa wale wanaomaliza wengi hawapati elimu inayostahili kwa ngazi ile wanayomaliza nayo. Those who complete their education are not learning enough. The learning outcomes are low. Kwa hiyo wamekuwa darasani, wamemaliza, lakini hawakupata kiwango kile cha elimu kinachostahili kwa ngazi ile waliofikia. Wengi hawakupata fursa, waliopata fursa hawamalizi, na wanaomaliza hawakujifunza ya kutosha. That's the predicament of education on the African continent. Tumepanua fursa sana, lakini Afrika 20% kwa wakati ule, I don't know the exact figures, ile kwa 2016, ni 20% tu ndio wanaopata fursa ya kwenda sekondari. Only 20% can transit from primary to secondary school education. Well, we are essentially a continent of primary school leavers. Yani bara la watu waliomaliza darasa la 7, elimu ya msingi. And to build a middle class, unahitaji elimu angalau ya sekondari. Kama tumehangaika sana zile sekondari za kata zile. Maana tu tulikuwa tunaingia hapa, Pinda anajua, ni 6% tu ya vijana wanaomaliza darasa la 7 walikuwa wanakwenda sekondari. Unasema hapa hakuna namna. Tusikazanie kila kata iwe na sekondari yake. Tutapunguza. Kwanza ukawa na hofu kwamba je, response tutajengaje? Maana sisi ndio imetuagiza kwamba kila kata iwe na sekondari yake. Kwa kwenye ilani nasema tutafanyaje? Tutafikaje? Kasema hakuna namna, tuwatangazie wananchi wajitolee
serikali ahadi yetu iwe kuwaletea bati. Serikali tupaue hayo majengo. Mwitikio ukawa wa kutisha. Watu wanajenga sekondari. Nakumbuka tu waziri wa elimu alikuwa Mama Sita, akawa anasema, baba alikuja kwangu, rais, tuambie wananchi sasa wasimame, hatuna walimu. Nikamwambia nimekuelewa, lakini wananchi wamehamasika sasa kujenga shule kwa ajili ya watoto wao. Tukiwaambia wasimame sasa, sisi tutakuwa lini tayari na walimu? Na hapo tutakapokuwa sisi tukuwa tayari, wale wananchi wale interest yao inaweza kutoka kule wakaendelea, interest yao sasa ni kujenga zahanati. Tutakosa hili jambo la msingi kwamba we can't be a country where only 6% of boys and girls can get a place in secondary school. Kasema sisi tujenge, wache watu wajenge, sisi tushindane na namna ya kupata walimu. Na wakati ule vyuo vya diploma vya walimu na chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambao the biggest producer of teachers, walikuwa wanatoa walimu 500 tu. Tumeanza na shule zile nyingine zina walimu wawili, lakini tumetia mkazo kufundisha walimu. Kwa hiyo tukainvest kwenye teacher education. Nilikutana na viongozi wa CCT Dodoma pale, wenye vyuo vikuu binafsi. Kama fundisheni walimu, tutawaajiri. Tuka expand University of Dar es Salaam, tulipojenga chuo kikuu cha Dodoma, moja ya faculty kubwa yenye wanafunzi wengi ni ya elimu. Tukafungua walimu Mzumbe. Nadhani wakati naondoka tulikuwa na walimu wengi kweli. Na sasa wamekuwa wengi, nadhani hata ajira inaanza kuwa tabu hivi kidogo. Lakini heri ya hiyo, kulikuwa ni wana mazingira ambapo mna shule ina mwalimu mmoja. Tatizo letu kubwa ni walimu wa sayansi. Bado na Profesa Kikula walitengeneza, walibuni mpango fulani pale UDOM, lakini naona haukukubalika sana. Pengine ungetusaidia kupunguza. Lakini sisi tulipoanza pale, tulianza na walimu wale Mama Sita alikuwa anaita Bona Faster. Waliomaliza form 6 tukaambia anayetaka kuwa mwalimu aje. On the job training. They became teachers. Na sasa tumefika hapo tulipofikia. Lakini hayo ndio mazingira. Wanaopata elimu ya chuo kikuu Afrika ni kati ya 5% na 10% tu. Na projections ziko ifikapo 2050 ndio tunaweza kufikia kwenye 15% 2020. Lakini wakati huo tunapofikia sasa 15% na 2020, Japan na Korea Kusini watakuwa wamefikia 80%. Kwa tuna kazi kubwa ya kama anavyosema tukimbie wakati wenzetu wanatembea. Alisema mwalimu, we must run while they walk. Kwa namna zozote tutakazozifanya za kuweza kuongeza wasomi lazima tufanye. Na chuo kikuu huria ni mojawapo ya methodology kubwa nyingine nzuri ambayo tunaweza kufanya. Kwa hiyo ndio maana nasema hii lazima tufanye, na tutafute namna zozote zile takazo. Lakini matumaini yangu pia kwamba mtakapowekeza kwenye elimu, artificial intelligence muipe nafasi. Ndio mwelekeo wa sasa wa dunia. Nilikuwa nasoma clip moja hapo na mtu kanitumia, kiwanda cha Mercedes Benz. Gari zote zile sasa zinatengenezwa na robots tu, gari nzima, kiwanda kizima kile. Ziko sehemu ndogo sana ambazo wanahitajika watu. Na ifikapo 2050 zaidi ya nusu ya kazi zinazofanywa na binadamu sasa zitakuwa zinafanywa na mashine. Katika kipindi hicho
ni wale wenye elimu za juu sana, wenye top levels of skills and education, ndio watakaopata fursa ya ajira. Those top skills and education cannot be attained if we don't invest in education. Kwa hiyo hili linalofanyika hapa ni muhimu sana 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 sana, tulitilie mkazo, tufanikishe hayo mengine ambayo nadhani nitumie nafasi hii kuzungumzia na kutoa ushauri. Kwa wahitimu, nawapongeza sana kwa kuweza kuhitimu masomo yenu na kufaulu, na leo mtatunukiwa shahada na stashahada zenu. Nawapongeza sana kwa uamuzi wenu ambao sio rahisi sana, uamuzi ambao pia ni wa kijasiri, wa kuamua kujiunga na Chuo Kikuu Huria na kusoma kwa njia ya masafa. Natambua si kazi rahisi sana, hasa kwa wale walio makazini. Upepo sasa unafanya mambo gani? Nampa tabu mstaafu, tabu ya umri kama huu sasa, karibia miaka 70 huko, inakuwa tabu kidogo na karatasi za kushinda kwa kushika sawa sawa. Mkuu wa mkoa ameeleza kuna wanaopata tabu kazini kuruhusiwa. Matumaini yangu ni kwamba kwa msimamo wako huo utaingilia kati ili watu wetu waweze kupata elimu. Kwamba si waajiri wote ama wanafamilia wote wanatoa ushirikiano wa kutosha kuwawezesha kupata muda wa kutosha wa kujisomea. Kirudi kule, unataka kusoma, mama, baba anakuja anauliza hili, anatoka. Kirudi anauliza hiki, anatoka. Mwingine tena akija, babu anakushikana ndevu, basi inakuwa tabu. Kwa hiyo kusoma katika utu uzima na kusomea nyumbani kazi kubwa, lakini mmeyashinda yote hayo, na ndio maana mwenzenu mmoja leo ametumia miaka 22. Huyo amekuwa na mchanganyiko wa matatizo mengi, lakini hakukata tamaa. Pale watoto wanapolala, basi naye anasoma kidogo. Pale wajukuu wanaposumbua, kwanza anacheza nao. Anambia nendeni mkacheze nje, ukitoka nje wao, lakini ukiomba wende nje hawarudi, sababu basi unapata interruptions. Lakini yote hayo mmeweza kuhitimu. Mimi nitumie nafasi hii kwa kweli kuwapongezeni sana. Hongereni sana. Hamkuvunjika moyo kwa sababu mlikuwa na kiu yenu ya kupata elimu, mmeitimiza. Wengine waheshimiwa wabunge kama Katarina pale, huku wananchi wanasema unavyoniona hivi watoto shida, anakuwa mbunge siku hizi kazi. Nataka usomeshe, utoe hela wakapate tiba. Basi lakini ndio tulipokuwa katoto sisi wabunge hatukuwa na mazingira kama haya. Lakini kila zama na mambo yake. Sasa ndio mambo yenyewe hayo. Katika mazingira hayo, na siku hizi tena kwenye mitandao, kwenye SMS, basi kila kwenye SMS imejaa, mbona nakupigia hupokei? Ukipokea anasema na shida na wewe. Kwa yote hayo mmeweza kuyafanya, kupambana nayo mpaka. Lakini kuhitimu kwenu kuwe chachu kwa wengine ambao wanasita kujiendeleza wakiwa kazini,
kwa kuhofia kupoteza fursa mbalimbali za kujiendeleza kimaisha. Kuhitimu kwenu ni ushahidi kwa mtu akifanya uamuzi wa dhati, akawa na nidhamu nao. Maana kuna kufanya uamuzi, alafu kuna self discipline. Maana kusoma kunahitaji nidhamu, na akafanya bidii, anaweza kupata shahada ya elimu ya juu, anaweza kupata hata 10 kama yule waziri wa Namibia ambaye anahitimu leo alivyopata. Unahitaji discipline. Unahitaji discipline, hard work, devotion, commitment ili uweze kufikia hapo mlipofikia. Well, na mimi nayo sababu nyingine ya kujivunia, kiacha waheshimiwa wabunge hao vijana ambao tumewalea, lakini na mfanyakazi wa ofisini kwangu mimi leo naye anapata shahada yake. Frank Mwangoka, uko wapi bwana? Kuja, yuko kule. Mfanyakazi wangu nilikuwa naye Ikulu, sasa ananisaidia kwenye ofisi ya rais mstaafu. Ndio maana siku nyingine Frank yuko wapi leo? Sasa amekwenda chuoni. Amekwenda kuwasilisha assignment zake. Lakini hatimaye, na wiki imekuwa tabu sana, nadhani alikuwa anakuja huko kufanya mazoezi huko. Nimefurahi sana. Yaani unajua inaruhusuza moyo kwamba kijana uliokuwa naye ameamua kusoma mpaka amefikia hapo alipofikia. Kwa nampongeza yeye, pia nawapongeza nyinyi wote kwa mafanikio mlioyapata. Ndugu mkuu wa chuo, mwisho nimalizie kwa kutoa pongezi kwa viongozi na watendaji wote wa chuo hiki chini ya uongozi wako. Mjumbe wa baraza chini ya uongozi wa Profesa Mkandara, kama alivyosema Vice Chancellor, ni mmoja wa wasomi wetu mashuhuri, lakini mmoja wa watu makini na hodari sana. Ni mtu mwenye upeo wa kuona mbali sana. And those are some of the gifts. Not everybody is lucky enough to have those gifts. Kwa hiyo hakika kwamba chuo hiki na mwenyekiti ambaye kwa kweli atakisogeza mbele sana hiki chuo chetu. Nawapongeza wajumbe wa Senate. Nawapongeza makamu mkuu wa chuo, manaibu wako, wakuu wa vitivo, maprofesa, wahadhiri na wafanyakazi wote wa chuo wasiokuwa wana taaluma. Nalo neno kidogo gumu kwa sababu hata wale ambao asiwa wana taaluma lakini nao ni wasomi nao waliobobea, lakini ushakuwa upande ule unaonekana kama wewe sio una taaluma pia, basi ndio hivyo. Ndio kama hivi wanasiasa, ukisoma hata ukiwa na degree lakini ushauri wanasiasa unaonekana hukusoma. Sema tatizo lao hawa hawasikilizi wataalamu. Yaani ukishakuwa kwenye siasa huko ndio umekuwa mbumbu kabisa. Hili ndio hivyo. Ndio kuikubali hali hiyo. Pale chuo kikuu nilikuja nikashangaa siku moja. Kwanza na tabia kukaa na kuzungumza na staff wa pale. Siku moja akasema hapa tatizo letu sisi ni ukabila. Ukabila. Anasema hapa chuoni kuna makabila maalum mawili. Kabila la kwanza ni hawa wanaojiita wasomi.
ambao hawa kundi la wakufunzi, na kabila la pili ni la sisi ambao ni wafanyakazi ambao hatufanyi kazi ya kufundisha. Na makabila haya hata ukiwa na elimu zinazofanana, lakini wale wanalipwa zaidi kuliko sisi na tunafanya kazi moja hiyo hiyo. Tukasema kumbe hata kwenye chuo kuna ukabila. Naamini matatizo ya ukabila hapa hayapo. Lakini wote kwa ujumla nawapongezeni sana kwa kazi nzuri mnayofanya kumsaidia mkuu wa chuo kuongoza chuo hiki kwa mafanikio makubwa. Nawatakieni kila laheri na mafanikio lukuki katika kutimiza wajibu wenu kwa taifa, wajibu wa kutoa fursa ya elimu ya juu kwa wale ambao hawawezi kujiunga na mfumo wa elimu ya juu wa kawaida, yani full time students. Baada ya kusema hayo, baada ya kusema maneno yangu hayo mengi, naomba niwatakie mahafali mema ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mkuu wa chuo, tunakushukuru kwa kuwa mvumilivu pamoja na mgeni rasmi. Sasa hivi ni saa 8 kasoro dakika chache. Tumetumia takriban saa 2 na dakika 40 kwa mahafali haya. Tunakushukuru, na sasa ninakuomba kwa mamlaka aliyopewa uweze kuvunja mahafali haya. Kwa mamlaka niliyopewa sasa navunja mahafali haya ya 37 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Asante sana. Asante sana.